ya Television Tumaini. Karibu sana katika kipindi cha Tumaini Jipya. Tuzungumze kuhusiana na maadili yetu, maadili ya Kitanzania. Karibu sana tuweze kufahamu, kufundishwa, lakini kukumbushwa. Kwa wewe ambaye unafahamu, basi tunakupatia nafasi nyingine ya kuweza kukukumbusha. Basi tunatakiwa namna gani tuenende ili tuyafanye maadili yetu kuwa bora kabisa. Ndani ya studio nipo na Beatrice, mwana saikolojia, mzazi na mlezi. Lakini leo tumepata bahati nzuri sana pia kukutana na mlezi tena wa kiume. Maana huwa mnasema tu Mary na Bite, wote si wa kike tu. Haya, leo mwanaume yupo hapa naye atatuelezea kama mzazi na mlezi. Karibuni sana jamani. Asante. Kwa faida mtazamaji, Beatrice. Ni mimi Beatrice, mwana saikolojia. Karibu. Joseph Amoni Mwansasu, mzazi na mlezi. Mzazi na mlezi. Haya, tunaye Mwansasu, mzazi na mlezi. Mimi naitwa Mary Bintu Yuda, mwenzetu upande wa kamera ni Simon Peter. Karibu tu sote mpaka tamati. Bado tunaendelea kujibu jumbe zako wewe ambaye umezituma kuweza kutaka kufahamu vitu mbalimbali, masuala mbalimbali kuhusiana na maadili yetu, lakini katika mada yetu kubwa ile ambayo tulitazamia wajibu wa mama katika malezi. Basi mimi nitaendelea, mimi ni mjumbe tu na mjumbe hauawi jamani. Nitaendelea kuziwasilisha mada hizi kwa Beatrice, mwana saikolojia, pamoja na Mwansasu, si ndio? Mzazi na mlezi. Basi tutapata kujifunza mengi kutoka kwao. Lengo ni moja tu, kuyafanya maadili kwa bora. Haya, moja kwa moja niende kwenye ujumbe wa kwanza ama ujumbe nambari 1 kwa siku ya leo. Anasema dada Bite, yeye anaitwa Festo, yupo Iringa. Je, vipi kuhusu majina tuliokuwa nayo yanaleta matatizo kweli? Majina, mfano mtu anaweza akaitwa Shida, Tabu, Matatizo, Masumbuko. Mimi nataka nijue kwenye majina tuna shida. Majina hayana tatizo kabisa, hayana. Ila hatima yake ndio huwa inakuwa ni mbaya. Hatima ya majina. Hatima ya majina ndio inabeba tabia za mtu husika. Kwa mfano, uwezi ukasema eti labda anaitwa Thomas labda ni mbaya, hapana. Labda anaitwa Samson ni mbaya. Samson manake ni mwangaza. Lakini ukitaka kufuatilia ni psychological, ni kwamba Samsoni alikuwa alidanganywa, alikuwa na karoho kakudanganywa. Alikazalika Yohana, sio baya. Yohana si unajua alikuwa ni mtumishi mzuri wa Mungu, mwenye historia nzuri. Lakini Yohana alikuwa na roho ya kuonewa. Unaona hatima yake. Petro, tunaona Petro alikuwa yuko vizuri Bennett sana na nani? Na Yesu Kristo. Lakini mwisho wa Petro kwa anaenda mbele anarudi nyuma, manake anakakielele fulani. Kwa hiyo mkipita hata mtaani mtakuja kuona hii hari. Hawa watu hatima zao hazipo vizuri. Kwa hiyo majina hayana tatizo, isipokuwa tunaangalia hatima yake. Kwa mfano kama Delila, unaona Delila sio jina zuri baya. Abigail manake ni furaha, ni jina zuri. Alafu tena ni binti ambaye alikuwa piskari, wanakuambia mrembo. Lakini tabia yake ulikuwa unajua Abigail, hatimake alikuwa kazi yake ni kumuuza mume wake kwa wanaume wengine, kutoa mambo ya mume wake kuwapa wanaume wengine. Ukisoma tuna tabia 4 za wanawake ambao wale wanahitaji kufanya nini kwa, ili tutaliweka nyuma kwa wale wanaohitaji. Atukumalizia ile process ya kwamba unapoingia kuoa, licha na kusema ile familia ni watulivu na wanaheshima na ni wafanyakazi, ni kazi sasa ya mwanamke ya mwanamume kujua huyu ninayemchukua misingi yake imetoka kwenye familia yenye heshima na familia watulivu na wafanyakazi. Je, binti kama yeye ana nini cha ziada? Inatakiwa kwa kijana wa kiume ajue hivyo. Mwanamume anayetaka kuoa ana nini cha ziada? Kwanza anadili na age. Kwenye age watu wanaisahau sana, kuzidiana kwenye miaka na umri. Kuna mwingine alishaoa, alishaacha,
ana watoto. Kwa hiyo lazima ujue unapoingia kwenye mahusiano ya yule anataka nini. Yaani kwanza wewe usije kusema mimi wananiumiza, hapana. Hamna mtu anayemuumiza mtu. Isipokuwa ni wewe, control yako ya mind. Unataka nini kwenye hayo mahusiano? Na unahusiana na nani, na mtu wa aina gani? Na huyo mtu anataka nini? Na mnataka kukubaliana nini? Mwanamume hawezi akawekeza kwa mtu ambaye anajua hana lengo naye. Na mwanamke hawezi akawekeza moyo kwa mwanamume ambaye anajua kabisa mimi huyu sina safari naye. Okay. Yeah. Haya, basi nije kwa Mr. Mwasasu, kwa uzoefu wako. Mwanasaikolojia amesema ya kwake. Ndio. Majina tunayowapa watoto yanaendana na tabia husika ya mtoto. Sipo mbali sana na mwenzangu, lakini kwa uelewa wangu mimi kidogo. Kwa uelewa wako. Yaani achana na wewe mwanasaikolojia, kisaikolojia chake. Twende wewe kama mzazi na mlezi. Unamwona mtoto anaitwa tabu, mtoto anaitwa shida, mtoto anaitwa masumbuko, mtoto mahangaiko. Yeah. Mimi kwa uelewa wangu kidogo, jina ipo kama 50 kwa 50 kwa uelewa wangu mimi na utafiti wangu mdogo. Okay. Kama 50 kwa 50. Nyingine inaenda kwenye hatima ya ubaya, nyingine yanabaki katika kama yalivyo. Kwa mfano, kwa mtu mmoja jina lake Baraka, lakini hana baraka, maisha yake magumu tu tunayaona pale mtaani. Kabisa? Ndio. Pale mtaani. Sasa wengine wanasema masikitiko. Babangu mimi jina yake babangu mkubwa yupo Tukupa, jina yake walimsingizia kwa Kinyakyusa, anaitwa Bambengile. Maana yake walimsingizia. Na kweli kiasi wanamsingizia kweli. Mchawi yeye, mbaya yeye. Kabisa yupo Tukupa pale. Kaua yeye, kila kitu yeye. Lakini mtu mzuri, mimi naenda kwake, mtu mzuri sana. Okay. Akitaka kitu kinyoke ndio hivyo basi. Sasa hayo mengine ya uchawi, si mambo mengine kaua, si vile mbaya, yani mimi mchukue mimi ubaya haupo. Ila kweli anaweza kusingiziwa sana kwa sababu jina lake walimsingizia, naitwa jina lake walimsingizia kwa Kilugha Bambengile. Okay. Kwa hiyo naungana na mimi kuwa hatima. Ndio inayobeba jina. Yes. Na mimi nina ushuhuda. Yes. Ni ndugu yangu tumetoka kijiji kimoja. Huyu kaka ana akili sana. Alipewa jina Masumbuko. Na ni kweli maisha yake yalikuwa ni ya kusumbuka, yani au bahati. Yani bahati ya nini? Kama jina lake Masumbuko, Yes. ndio maisha yake yalikuwa hivyo. Au dawa. Mtoto anashinda hospitalini, madawa sijui asali kunywa sana madawa. Madawa. Tuangalie kwa kweli majina ya kuwapa watoto, tusiwabebeshe tu. Haya. Na mtazamaji unatazama Tumaini Jipya, kama ndio kwanza unaungana nasi, na tunaendelea kujibu jumbe mbalimbali. Sio lazima zijikite tu katika mada ile ya wajibu wa mama katika malezi, kama jumbe nyingine kama hizi tunavyozisoma na mwanasaikolojia pamoja na Mr. Mwasasu hapa wanazijibu vema kabisa. Nambari yetu ndio inapita chini ya runinga yako ambayo ni 0742773444. Naenda kusoma ujumbe mwingine sasa. Huyu anaitwa Adriani, anatokea Njombe, anasema hivi kuishi na ndugu ni vibaya au? Kuishi na ndugu inafatana. Inafatana vipi? Kwa nini inafatana? Ni ndugu wa aina gani ambayo unaishi naye? Je, ni familia au wale katika ndoa? Tunachotaka kubalance ni kwamba kama ni mume na mke, unajua kuna nafasi za katika ndoa. Mimi napenda sana kuongelea kwenye ndoa kwa sababu sitaki kuongelea masuala ya uuni, ya manini, mind some boy na manini. Naongelea sana kwenye ndoa kwa sababu ndiko tunakohitaji kurekebisha mno. Unajua kuna nafasi 5 za wanandoa kuishi. Tunaposema nafasi ya 4 huwa ni ya ndugu. Ndugu inatakiwa awe kwenye nafasi ya 4 kuliko hata jirani, kuliko hata watoto. Lakini watu hawajui
unakuta familia ya mke na mume ni mabinti wadogo ambao wanaenda kuanza maisha, lakini wanaishi na familia. Ukiuliza hii familia sababu ya kukaa hapa ni nini? Hamna. Basi tu mtu ameamua, shangazi amebeba na watoto wake anaenda kukaa kwa mtoto wake. Sijui nani ameamua kukaa kwa anaenda kukaa. Sasa hizi familia katika ndoa huwa na zenyewe hazipo vizuri, Mary. Kuna viwango. Unapotaka kuishi na mtu au ndugu, ni mtoto awe amesoma, umekubaliana na mwenzako vizuri. Kwa bwana pale kwenu kuna mtoto, unaonaje tukamchukua yule mtoto aje akae hapa? Otherwise kuna ndugu anayetaka kuja kukaa kwako, anaumwa au ana shida tofauti na hiyo. Sio tu unaacha mambo yako ya kufanya unaenda kukaa kwa mtu. Unajua mtu anaweza kwambia huyu hamna shida, mtoto wa dadangu anakupa nyumba, kaa tu hapa, hamna kulipa kodi kufa. Unajua wanakulemaza. Yaani inatakiwa uombewe sana. Kwa sababu huwezi ukafanya kitu chako, wewe unahitaji vitu vya msaada. Ni kwa nini ukae tegemezi? Kama una uwezo wa kung'amua mambo yako mwenyewe, kufanya kazi zako mwenyewe zikakuingiza. Wewe una wivu wa maisha. Kwa nini ukakae kwa mwenzako? Kwa mtu bila sababu. Mimi naenda kukaa kwa kakangu, naenda kukaa kwa dadangu. Ili iweje? Tulia, fanya mambo yako. Hizi zama ni zama za kila mtu atafute maisha. Kimaadili tunaambiwa vipi, Mr. Masasu? Ni sawa kuishi na ndugu? Kuishi na ndugu ni sawa. Sio kimaadili tu, hata kiimani. Yes. Yeah. Ila kama hivyo dada mwana saikolojia, kama kufanya nini, kutoa elimu katika hilo, lakini kuishi na ndugu ni sawa. Mimi nasema ni sawa. Kwa sababu wazazi wetu wanasema kwamba ukimpokea mtu umempokea Mungu. Tuko nafundishwa bila imani kabla ya imani ya wazazi. Lakini nilipochimbua kwenye Biblia, kwenye kitabu kitakatifu cha Mungu, kwamba mtu kimpokea, wewe ukimpokea mtu umempokea malaika. Amina. Tunaamini hivyo. Kwa hiyo kuishi na ndugu ni sahihi, lakini sasa kama alivyosema kwa saikolojia, kwa utaratibu. Sio kaoa jana afu nani unataka kesho wewe nini mtu. Au sio anakuja unamwambia unaondoka lini? Yaani mtu amefika tu. Unaondoka lini? Hiyo ni sawa? Hiyo ni aina ya mtu binafsi. Sio sawa. Wachoyo ndo wana asili hiyo. Unajua mchoyo hata mama mkwe hamtaki. Mwingine hata wazazi wake hataki. Na uchoyo ni kinyume cha maadili. Naam. Unaweza ukawazia ndo wamefundishwa hivyo. Yes, sikatai upo, lakini ni kinyume na maadili. Ni kinyume na maadili, yani alivyofundishwa, kalisishwa uchoyo. Sio utamaduni wetu wa Tanzania. Sasa unafikiri watu kama watu tunawasaidiaje? Ndio tuambie wewe mwana saikolojia. Sasa sinafatana msingi alikotoka. Tuliongea. Mtu mchoyo anapona. Uchoyo ni tabia. Hawezi akapona? Hawezi akapona. Na yeye mwenyewe ajui kama anakuwa ni mchoyo. Uchoyo mtu hawezi kupona. Hata yeye mwenyewe ajui kama ni mchoyo. Kwa sababu ilipandiwa tangu. Ni mama aliweka shina kwa mtoto. Haya. Beatrice anatuongelea kisaikolojia zaidi. Lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Si ndio jamani? Yes. Nilitaka mimi niseme kidogo. Hakuna gumu, karibu. Ni kweli ni kalisishwa. Na ajitambui. Akitambulishwa anasema kwamba akifahamishwa ataelewa. Kama hajui kama anachofanya ni kweli, anasema kwamba anawezekana hajui. Lakini namwambia bwana unafanya uchoyo. Yes. Uchoyo sio mzuri. Ndiyo. Lazima atageuka nyuma. Na kwa Mungu hakuna kubwa. Hakuna hiyo. Hawabadiliki. Mimi sikubishii na saikolojia yako Beatrice. Ila mimi nasema kwa Mungu hakuna kubwa, kila kitu kinawezekana. Amina. Nyeka ina upande wa Mungu. Haya, mtazamaji unatazama Tumaini Jipya na tunaendelea kujibu maswali yako kwamba umeendelea kuyatuma kutaka kufahamu masuala mbalimbali kuhusiana na maadili yetu ya Kitanzania. Tunakwenda mapumziko, nitarejea, usiondoke.
Maisha yana mambo mengi sana. Yanaweza kukupa furaha, huzuni, sonona na mara nyingine hata msongo wa mawazo, kiasi ambacho unaweza kupata matatizo ya afya ya akili, kukata tamaa na magonjwa mbalimbali. Usiogope, haya yote yana suluhisho. Ni kila siku ya Jumanne saa 3:30 usiku na marudio Alhamisi saa 3:30 asubuhi. Ni katika kipindi cha Maisha Clinic na Anet Nyoni. Tumaini Jipya, kama ndio kwanza naungana nasi, karibu sana na hii ni Tumaini TV. Tumezungumza kuhusiana na maadili na mambo mengi sana ya kujifunza katika maadili yetu ya Kitanzania. Inawezekana unafahamu, basi sisi tunakukumbusha tu kwamba tunatakiwa tuenende hivi. Nambari yetu ya ujumbe ndio inapita chini ya runinga yako, ambayo ni 0742773444. Karibu sana. Na tayari naendelea kuwasilisha maswali kwa Mr. Mwasasu pamoja na Beatrice, mwana saikolojia, tuweze kupata majibu ya hiki ambacho mtazamaji unataka kukifahamu. Tunasonga mbele. Ndani ya studio nipo na Beatrice, mwana saikolojia, pamoja na Mr. Mwasasu, mzazi na mlezi. Na wapeleka kwenye swali lingine sasa. Huyu anaitwa Neema wa Morogoro, anasema dada, simu zinavunja ndoa, tufanyeje? Maana ni ugomvi kila siku. Neema, simu hazivunji ndoa. Anayevunja ndoa ni mtu mwenyewe. Neema, umesikia kuna harusi nilikuwa nimehudhuria kidogo. Mama akawa anamuasa binti yake asikague simu ya mume wake kwenye harusi. Ni mama wa bibi harusi. Mwana wa bibi harusi. Sijui upande wa kwenye nasaa. Usikague simu ya mmeo nini. Nilishangaa sana. Sasa baada ya hapo wakaniambia tunamwomba mwana saikolojia aongee hata kimoja mawili matatu. Mimi nilikuwa sina. Niliguswa pale pale kwenye simu. Ni kwamba simu imekuja kwa nia nzuri na simu ipo kwa ajili ya mahusiano. Jamani, tusisikilize watu wanaokuambia usikague simu ya mwenzako. Kukagua simu sio dhambi wala sio vibaya. Kwa nini ukague? Mkumbuke nyie ni mwili mmoja. Na sioni sababu ya simu kuwa na mapasiwedi mengi. Na sioni sababu ya wewe kumkatalia mwenzako asikague simu. Kuna shida gani kwenye simu mwenzio asikague? Kinachovunja ndoa ni kupokea simu ya mwenzio, sio kukagua. Ukikutana na mambo kuvitarajia huko. Sikiliza, vilikuwa vinafanya nini? Suliweka makusudi ili muulize mwenzio. Wanasema mwana qualified mwana qualified. Nisikilize bwana. Simu ya mmeo kagua na password uijue. Simu ya mkeo kagua na password yake uijue. Na akibadilisha password akupe taarifa kwa nini alibadilisha password. Yeye ni wewe na wewe ni yeye. Acheni hayo mambo ya kwenye mitandao. Wewe utamlinda mmeo na mali zake na kila kitu chake. Mwanamume anatarajia apate kitu kutoka kwako. Una nini cha ziada cha kumwongeza? Mwanamume anahitaji kuulizwa. Mwanamume anahitaji attention. Mary, leo kuna watu mtaani wanakwambia simu zimevunja ndoa. Hapana, nakataa kabisa kwa 120%. Leo unajua kuna mwanamke yuko busy na simu na mwanamume yuko busy na simu. Hawana faraja wao. Anaamini simu ndio faraja yake kuliko mume wake yuko pale. Wamekaa sebleni wanachati. Huyu anachati na mtu wake, hivi sijui anaelewaga. Na huyu anachati na mume wake. Tena anaambia kabisa bwege yupo, anasema bwege yupo. Yaani mmeo unambadilisha mpaka jina. Mwanamume, kuna wanaume wewe unahangaika kutafuta hela, maisha, unaumia kwa ajili ya familia yako. Lakini kuna mwanamume mmoja mpuuzi ambaye hajui maisha. Ananunua kifurushi cha shilingi 500 kwa message 1000 kwa ajili ya kumchatisha mkeo nyumbani. Tena bila aibu, mkeo anathubutu kuongea na mwanamume mwingine akiwa kwenye kitanda chako.
Sio maadili Mary. Sio maadili kabisa. Hana woga. Ana woga gani? Mwanamume wake hayupo. Ana chati na mtu yeyote ambaye anajua atakuwa ni faraja. Okay. Wewe una chati naye? Hapana. Upo kumtafutia hela. Hajui. Yeye anaona kile anachokifanya ni sahihi. Yule anayemchatisha anamuona ndo wa maana kuliko anayemtafutia hela. Haya, tumpe nafasi Mr. Mwasasu naye. Unasemaje, ni sahihi ili kwa kushika simu ya mwenza wako na kuanza kuipekua? Naomba nimalizie. Tulia kidogo, tulia Biti, nitarudi. Ni asilimia 200 ni sahihi. Ni sahihi. Kushika wewe simu. unashika ya mwenzako. Yes. Na mwenzako anashika ya Naam. kwako. Kwa hiyo hakuna shida. Hakuna shida. Okay. Hizi shida zinazokuja sasa mwingine baada ya kushika simu ya mwenzake, kwa nini? Zinatokea wapi? Hayupo huru. Tunaweza kuzungumza hapa katika maadili yote haya, lakini hatuvuki mpaka wa imani. Okay. Kwenye Biblia inasema hivi, mwana kaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Shida kwa sababu hayupo huru, hiyo ndio maana hivyo. Lakini kama nimesema mwanzoni, pipi sio ile inakuwa shida nini? Ndiyo. Kama ufanyi mambo haya ya kujulisha na watu wengine, kwani una mashaka na simu? Simu ndio imekuja imenikuta mimi, simu imetukuta katika ndoa simu. Kwa hiyo shida lazima simu ivunja ndoa, yeye ndio kuvunja ndoa kwa sababu ana chati, mipango yake ni sio ya msingi kuliko vile. Inakuwaje inafikia hata watu kupigana, kuumizana kwa sababu tu mmoja kashika simu ya Sio mwenzake? simu. Kuna mambo mabanda na simu. Kwa hiyo kwa kifupi uaminifu haupo. sifuri. Yes. Na hayo sio maadili. Naam, sio maadili. Wanakwambia usifue makaburi. Tungesema kwamba kaburi ni simu. Sikiliza, kaburi ni simu, mifupa. Ukifua kaburi utakuta nini? Mifupa ndo kile kilichomo mle. Kinachovunja ndoa, usipokee simu ya mwenzio. Mimi leo ndo nawaambia. Aha. Simu ikiita mwenzako. Unakuwa unaruhusiwa. Nakagua Mary. Si ndio kukagua? Mimi nashika simu ya mume wangu na nakagua. Jina la Happy likijirudia mara 3 nauliza, Happy ni nani? mbona amejirudia mara 3? Kulikuwa kuna shida gani? Anipe maelezo. Mimi ndo mwenyewe ndo mlinzi, ni mlinde. Ukifanya hivyo unakuta unaambulia mabua, baadaye unakuja kuumia. Kumbe haukuwa sawa kumlinda mwenzako na wewe akulinde. Hiki ni kizazi ambacho kimeharibika, vishawishi viko nje. Unapokaa mbali kidogo na mwenzako, kuna nafasi mbaya anaitumia. Yes. Lakini akishakuwa na simu, hata kama si katai kama hana watu, ana watu. Lakini akifika pale atawaambia jioni, please naingia nyumbani kwangu. Usipige simu mpaka nitakapo kupigia. Mimi nahitaji hivi. Nahitaji heshima. Bwana saizi mimi naenda nyumbani, usinitafute. Nahitaji heshima hiyo, ila siwezi kumchunga. Lakini kumlinda naweza. Namlinda asubuhi, mchana na jioni. Ni mume wangu. Na simu nakagua. Na simu nakagua. Na kukatazi. Kwa nini anikataze? Akiniambia kwa nini umenanili password ya watoto labda walikuwa nasumbua sana, nimeamua kubadilisha nini? Sio mwanamke tu, hata mwanaume anataka kukagua simu mwanamke. Akague kuweka attention. Unajua leo kuna mtu ukiangalia simu ni message wamechati na mwana, yani haogopi, ameziacha mle. Si akague simu, yupo na uhuru nayo. Wewe una ujasiri gani wa kuacha message za mwanamume mwingine kwenye simu yako? Kama wewe kweli unampenda mmeo, ili iweje? Anakuja kukagua na zikuta sio dharau hizo. Lakini ukishakuwa attention naye, anajua kabisa mimi mke wangu anakagua simu, anafuta. Niongeze kidogo. Watafanya ujinga, watafuta. Niongeze kidogo hapo. Ndio heshima inayotakiwa. Jambo aloongea kwa hasira ni kweli na hakika kabisa. Vita, kwa nini anaongea kwa hasira hivi? Mimi. Yes. Hiyo katika point imeshika maadili sana. Huyu aliandika message hiyo, anataka awe huru, akombolewe. Siku moja nilikuwa Mabibo pale sokoni. Kabisa. Dada anaomba simu, namba ya simu. Akakataa sasa, mimi na mume wangu. Nilimwona dada huyu, nikamfuatia, sema huyu dada ana maadili. Mimi na mume wangu, simu naomba nini? Kwa sababu sifanyi biashara, kaja kununua nini? Kaja kununua vifaa yule dada. Alafu jamaa tu naomba tu simu from nowhere, naomba namba ya simu. Unamjibu kama mimi na mume wangu, maana simu kumbe nataka namba ya simu kwa kufanya kunitongoza. Kwa hiyo hata yule dada aliandika message hapo kugawa kwa namba, ni kweli lazima avunje ndoa. Kwa nini mpe namba ya simu mtu usimjua? Unafanya biashara? Hapana. Na kama unafanya biashara ataandika message nzuri, na mume wako atafanya atapokea. Kama ataandika vibaya, mwambie bwana nilimpa mimi namba, sikujua yeye ameandika tu message vibaya hiyo. Na mume Mungu atamsimamia pale, ni kweli mke wangu hajawahi kufanya mambo kama haya.
Okay. Yes. Haya jamani, ni simu zikita msipokee, lakini kukagua, kagueni simu za wenzenu. Jamani. Wenye wenzenu. Afu mnakuwa wakali, sitaki ukague simu. Anayekataa ana shida. Yes. Ndio anayehatarisha nini? Anataka kukuweka wewe kuwa na wasiwasi na simu yake. Kwa nini akatae? Kwa nini unakataa? Manake una mambo mengi. Inakuwaje sasa umempata mwenzako ukitaka tu kushika simu vurugu zinaanza sasa hapa. Ndio hicho tunachokisema. Huyu ana mambo mawili matatu. Lakini mtu ambaye yuko vizuri amna, shika simu hapo, password hapo, anakupa, unakuwa na uhuru nayo. Hata kama na mambo yake, kuna heshima ambayo ipo. Sijui unanielewa? Atafanya huko, atafanya muda wa kwenda nyumbani, ataheshimu. Atamwambia bwana usipige simu, usiandike message, nipo nyumbani. Au bwana usiandike vitu vya ajabu, mke wangu anashika simu. Au mume wangu anashika simu. Tunahitaji heshima kama hiyo. Tusivuke mipaka. Na mtazamaji, tunazungumza kuhusiana na maadili. Usisituke sana, haya yote yanaingia katika neno maadili. Hivyo basi tunatakiwa kuzingatia. Waliopo katika ndoa wanafahamu. Kina Bite, Mr. Mwasasu hapa wanakwambia kushika simu ya mwenzako sio tatizo, sio shida. Basi kama mwenzako anakukatalia, hebu kuwa na mashaka kidogo. Kwa nini anakataa? Kwa nini sishike ya kwake? Mbona kwangu tu mimi naiacha, hata akishika hakuna shida. Na usigombane naye. Usije ukasikia hapa akija jembe simu yako, mtagombana. Mwanamume ataki vitu kama hivi. Yes. Kama unajua hawezi kukubali kushika simu, tafuta, anza yeye kukaa kwenye mfumo wake kwanza. Atakupa tu simu. Kuna swali lingine hapa. Huyu Mama Hamadi wanachingwea anasema mume wangu simuelewi, kila akija ni kelele ndani, maelewano hamna. Ni kweli inatokea, ila mimi nampenda huyo mwanamume. Mary. Unampenda? Ni aiba ya wanaume. Unajua wanaume wana aiba 4. Watu tuna aiba 4 tofauti tofauti. Hakuna ndoa inayoishi kwa amani asilimia yote duniani ukasema inafika mbali. Ndoa ambayo inafika mbali ni ndoa ambayo yenye prakshani ndani. Mwanamume kwa mwaka inatakiwa prakshani. Okay. Kuna ndoa alafu kuna mahusiano. Na mahusiano nayo ni hivyo hivyo. Mimi kwenye mahusiano sitaki. Okay. Sasa kwenye mahusiano tutaanza, huyo ni demu, huyo ni mpenzi, huyo ni mchumba. Hata wenyewe hawajui hapo kwenye wapi. Hawajui kwenye mimi ni nani. Niko upande ni hawajui. Mimi naongelea wale kwenye ndoa. Okay. Mwanamume kwa mwaka inatakiwa amuzi mke wake mara 3 mpaka mara 4. Kwa mwaka? Yeah. Mara 3 mpaka mara 4. Haizidi kweli? Ikizidi mwanamume ana tatizo. Okay. Na kuudhi kweli. Yaani mwanamume anaamua tu siku na kuchenjia obvious, yani kila kitu, yani amuelewani tafulani. Kumbe ajue wewe ni mwanamke wa aina gani. Mwanamume anatafuta akili ndani ya nani? Ya mwanamke. Na ndoa huwa anayeijenga ni mwanamke. Kwa hiyo asipoona mwanamume wa changamoto, huwa kuna tatizo pia kwa mwanamke. Anaenda kutafuta tatizo nje. Mr. Mwasasu unasemaje? Rudia kidogo swali. Anaitwa Mama Hamadi wanachingwea. Anasema mume wangu simuelewi, kila akija ni kelele ndani, maelewano hamna. Nataka tujue ndoa ina muda gani? Ndoa ina miezi 3 kama unasema dada hapa. Alafu anasema una kelele, ndio hivyo, lazima iwepo. Vikombe vinagongana ndani. Okay. Na watu wamezana mbalimbali hao. Mwingine ndengeleko kama hivyo huko na chingwea. Au mwela na ndengeleko. Au mwela na mkaguru. Sasa haiwezekani kukaa pamoja. Mizimu tofauti tofauti. Maana huyu ana bibi yake kichwani, wanaume wanakuwa wana bibi yao wamemuoa kichwani. Na wanawake tunakuwa tuna babu yetu tumemoa, tumeolewa naye kichwani. Kwa hiyo hao hadi wakubaliane. Ujue tunagongana sana hapa katikati. Ila hili ni somo jingine jamani. Sasa kwa kumalizia
Ni kweli vyombo vinagongana ndani. Tukijua kama ndoa ina muda gani, lakini kugombana katika maisha ya ndoa ni kawaida kabisa. Mtu mmoja aliniambia ni mkubwa sana, sema hata maaskofu wanagombana. Okay. Sema sawa watu kawaida, je itakuwaje? Yaani kuna kupishana kama alivyosema mwanasaikolojia, kumbe vipindi mara 4 kwa mwaka ni sahihi. Mimi nakubaliana kama yule askofu alivyoniambia kwamba hata maaskofu wanafanya nini? Wanagombana. Kwa hiyo kwenye maisha ya ndoa kuna kupishana, sio mpaka kugombana kwa ngumi, kupishana lugha kali, kususiana, ni ugomvi ule. Kwa hiyo tungejua ndoa ina muda gani, lakini yakiendelea mambo, kuna mashehe kama Waislamu, kuna mashehe kwenda kufanya dua, kama Mkristo kuna wachungaji na mapadri wakawekea mikono na maji ya baraka. Inawezekana, kuna jambo gumu kwa Bwana. Amen. Na ndoa haitakiwi kugombana. Ndoa inatakiwa mmoja amuudhi mwenzake kwa kipindi hicho. Sio kugombana. Okay. Kugombana wanagombana watoto huko. Lakini kwenye ndoa inatakiwa mmoja amuudhi mwenzake, ndo utamu wa ndoa unapoanza. Haya, mimi sijafika, nitafika huko na mimi nitaongea kama Bite. Haya, mtazamaji, tunakushukuru sana kwa kutupa muda wako. Asante kwa kuchagua kipindi cha Tumaini Jipya. Muda sio rafiki sana, maswali bado ni mengi. Sitaki ni kuahidi sana kwamba next week tutaendelea kujibu maswali yako, ama tutakuja na mada nyingine tena. Basi wewe endelea kutupa muda wako, endelea kutazama kipindi cha Tumaini Jipya. Shukrani sana Beatrice pamoja na Mr. Mwasansu. Asanteni sana kwa kuja, Mungu awabariki. Amina. Asante. Upande wa kamera ni mwenzetu Simon Peter, mimi naitwa Mary binti wa Yuda. Asante. Tukutane tena Jumatatu panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Bye bye.